kama Simba wanaboresha timu, na ndio imekuwa kauli mbiu yao, tukiangalia wachezaji waliowapa thank you na ingizo linaloingia ni kama Simba wanaiboresha timu na hawapo kwenye eneo la utengenezaji wa timu. Nafikiri ukiangalia maeneo mawili, moja ya pati ambayo imekuwa ikiwasumbua Simba ni defensive midfield, na kwa sababu kama unapata advantage ya kupata kijana ambaye ni mzawa, nafikiri ni nzuri sana kwa sababu inakuachia nafasi ya wageni. Lakini ukiangalia kwenye fullback, mimi kati ya watu wananivutia sana, sijajua kwa nini Azam ameshindwa kufanya vizuri, ni Chilambo. Ni one of the best fullback wa kulia, yani ni one of the best, na aina yake ya uchezaji, nguvu alionayo, speedi, na kama atapata timu ya ushindani na yeye akapambana kupata namba, akaanza kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha Simba, mimi naamini atafanya vizuri sana. Na naamini kama alishindwa kufanya vizuri maana yake alikuwa amepotea, anaweza akapata nafasi ya kurudi kwa kupitia ushindani wa kikosi cha Simba. Kwa hiyo naona kwamba wameona machaguo sahihi, na kama nilivyosema, anayekwenda Yanga au anayekwenda Simba lazima afanye kazi ya ziada ili kupata nafasi ya kucheza, kwa sababu unaweza ukaishia kusajiliwa afu kawa sehemu ya wachezaji wanaokaa benchi au jukwani. Kwa yeye kama atapata nafasi ya kucheza, naamini Simba itakuwa imefaidika, na ninaamini atakuwa na nafasi ya kuingia kwenye kikosi cha timu ya taifa. Kwa upande wa goalkeeper, wametoa thank you kwa Pinpin Kamara, lakini kuna uwezekano wakatoa tena thank you kwa goalkeeper wa ndani. Nafasi ya goalkeeper kwa upande wa Simba, unajua kwa Pinpin tayari alikuwa hayupo kwenye kikosi cha Simba hiki ambacho kimebadilika na kufanya vizuri na kuja hapa. Kwa hiyo thank you yake ilikuwa ni automatic. Hiyo ya kutaka kutoa kwa kipa wa ndani sijajua kama wataka kujiimarisha zaidi, lakini naona kama Simba kwenye nafasi ya goalkeeping kama wako vizuri, naweza kusema kwa 85%. Sasa scouting yao inafanyaje, na I hope asajili rais wa timu au mwenyekiti, naamini mapendekezo ya kocha ndio atakao kufanyiwa kazi, na msisitizo wangu mimi, mapendekezo ya kocha ndio yanapaswa kufanyiwa kazi kwa kiwango kikubwa sana, mapendekezo ya kocha na benchi lake la ufundi. Halafu baada ya pale kunaweza kuwa kuna nyongeza kutoka kwa watu wa kamati ya ufundi na wengine wanaohusika, wanaweza kawaambia na wao wana input yao, wanaona ni hii, afu akamwachia kocha pia akabungua bongo kuiangalia kama inafaa wifi. President Rais Karia amefungua dirisha la usajili, kuwapa ruhusa timu kusajili wachezaji 40 kwa sababu ya kuondoa zile kelele, lakini pia kwa sababu tupo kwenye maandalizi ya AFCON, kwa mechi zitakuwa back to back. Neno lako kwa vilabu kuhusiana na nafasi hiyo ama fursa hiyo ya kusajili wachezaji wengi 40? Kwanza tuipongeze TFF, wameliona hilo, kwa maana ya ratiba itakuwa imeshindia, na nimeiona ratiba imeshatoka. Nafikiri Simba anaanzia Kagera, sijui Yanga na Namungo. Kwa hiyo hiyo nafikiri ni jambo zuri, kwa sababu wanajua kwa wachezaji na wenyewe ni binadamu, kwa swala la kusafiri, swala la mazoezi, sijui recovering na kadhalika, itasaidia timu. Lakini hii waendee wachezaji wote wa club zote, kwamba wanakutana na hali ambayo itawalazimisha na wengine kucheza, sababu kuna wengine watalazimisha kupumzishwa na wengine wacheze. Sasa maana yake kama unacheza fullback lazima uboreshe kiwango chako cha fullback, kwa sababu unajua nafasi ya kucheza itaongezeka zaidi kuliko kuna mapumziko ya kutosha sana. Kwa sababu hakuna mapumziko ya kutosha, maana yake huyu hawezi kucheza mechi 6 mfululizo ambazo zimekaribiana. Kwa kocha atampa huyu 3, mwingine atampa 2 na mwingine 1. Kwa hiyo ni nafasi kwa wachezaji wote wanaocheza kwenye clubs za Premier League kuboresha viwango vyao, kwa maana wakati wote watatumika. Na kama hautakuwa kwenye kiwango kizuri, kama utapewa nafasi ukaonekana hauwezi, maana yake wewe utakuwa umefanya mambo mawili: moja, umejitoa kwenye track, lakini pili, umesababisha na wenzako wacheze kwa uchovu zaidi, kwa sababu hakuna msaada kutoka kwako, maana utakuwa useless. Sasa hii ni advantage ya kupata nafasi kwa wachezaji wengi zaidi ili waweze kuonekana, kwa sababu platform sasa hivi inaonekana itatoa nafasi kwa wengi. Jembe, tumeona ratiba ya ngao jamii ni Simba na Yanga tarehe 12 mwezi wa 8, lakini pia tarehe 10 mwezi wa 10 pia watacheza tena. Kwa namna ambavyo unawaambia kocha Steven Baka ambaye tayari amekuwa na uzoefu, lakini kocha mpya wa Yanga Mangoba, unawaambiaje? Nafikiri Steve tayari anajua utamu wa dabi, na bahati nzuri kwa Steve, yeye naweza nikasema kwenye dabi zote hizo ambazo amecheza timu yake imeonyesha ubora zaidi. Kwa maana mechi moja ile walizulumiwa bao la Mwalimu, mechi nyingine 2-2 ambayo
Yanga walilazimika kusawazisha. Kwa hiyo Yanga wamekuwa bora kipindi cha pili, wao walifanya vizuri zaidi kipindi cha kwanza. Mankoba anakuja, nafikiri atakuwa na kazi ngumu ya kuanza kusoma, kwa sababu yeye kwenye dabi, kwa sababu amekuwa niko Mamelodi, si ndio? Nafikiri bado atakuwa anaweza kuwa anasoma na anajua mfumo wa dabi kama ulivyo kati ya Mamelodi Kaizer Chiefs na Orlando Pirates. Anakuwa anajua jinsi inavyokuwa na anajua ugumu wake, lakini mpaka anakuja anajua ukubwa wa Yanga, na ukubwa wa Yanga anajua ukubwa wa Simba, kwa sababu Simba unapozungumzia kimataifa kwa Tanzania ndio kama logo ya taifa letu, unapozungumzia Champions League na Confederation Cup. Kwa hiyo atakuwa anajua kinachotakiwa kwenye ile dabi, ingawa mimi nasema hivi, kama akianza vibaya itampa wakati mgumu, kama akianza vizuri itakuwa imekriki vizuri zaidi kwake, kwa sababu pia usisahau anakutana na kocha mkubwa kuliko yeye kutoka kwa South Africa, kwa sababu Steve Barker unapokuwa South Africa ni one of the legendary coaches. Sasa Mankoba yeye bado hajawa hivyo, anakwenda kukutana naye, maana yake atakuwa na yeye pia anajiandaa, kwa sababu anajua anakutana na mkubwa wake kikazi, na anakutana na Simba ambao ni washindani wakubwa wa Yanga. Nafikiri itakwenda kuwa dabi nzuri sana. La mwisho, Simba na Yanga rasmi wanahama KMC, tunarudi shamba la bibi. Uwanja wa Uhuru utatumika kwenye mchezo wa ligi kuu msimu huu unaoanza. Sijajua kwa nini wameamua kuhama. Nilikuwa natamani part of the games zingechezwa kule na part of the games zingechezwa hapa. Na hiyo pia kuonyesha value ya hivi viwanja vyetu. Ukiangalia KMC sasa hivi hawapo tena. Huu uwanja ungepata nafasi pia ya kupata ile hype ya Simba na Yanga, ingeweza kusaidia pia na hata kuwafanya watu wanaowekeza kwenye viwanja wasione kama wanafanya kitu ambacho ni useless. Kwa hiyo sijajua ni kwa nini, lakini ungeniambia ni washauri, ningewaambia Simba na Yanga wangepanga some of the games zichezwe uwanja wa Uhuru na some zichezwe kwenye uwanja wa KMC, kwa sababu pia zimekuwa zikichezwa na pale na watu wangekuwa wakipatikana wa kutosha. Sasa sijui wao uamuzi wao ukoje, lakini bado ninaamini kuna nafasi ya kucheza KMC na itatokea. Hata kama wanacheza Uhuru, kuna siku mimi naamini Yanga au Simba watakwenda kucheza KMC. Jana ulikuwa timu gani? Mimi nilikuwa Spain. Sio Argentina. Hata mimi nilikuwa Spain na sababu zangu za msingi. Unajua kumekuwa kuna ule ubishani wa legends. Messi na Ronaldo, those are the people we need to respect. Lazima tuonyeshe heshima kubwa kwao. Sio kama vile tunawachukulia, utafikiri wachezaji kama tumeshazoea vile kudharau wachezaji wetu, tunataka tuwadharau na wale. Unakuta mtu Messi au Ronaldo eti anadharauliwa na mtu yuko kijiweni pale, unacheka. Lakini bahati mimi ninaamini, sijui kama kuna mwingine, na kama yupo na yeye ni bahati yake. Naamini mimi ndio mwandishi pekee nimebahatika kukutana na Messi na Ronaldo kwa karibu, kwa sababu Messi ilikuwa kwenye interview na Ronaldo ilikuwa ni ndani ya Ciudad Madrid, ile sehemu ya mazoezi ya Madrid. Sababu tulikuwa tumepata nafasi ya kutembelea pale, alikuwa anafanya mazoezi, yeye ndo akatuita kwa ajili ya kupiga picha na nini, yeye mwenyewe kiungwana. Kwa mimi na vitu vyao navijua kwenye hizo tabia za nje, lakini kwenye tabia za ndani wale ni legends. We need to show respect, hicho cha kwanza. Lakini cha pili, mimi sikufurahishwa na mwendo wa Argentina. Yaani inavutiwa na Messi, inavutiwa na Ronaldo, lakini mwendo wa Argentina mimi sikufurahishwa nao. Niliona kama ilikuwa ni timu inayolazimishwa kuchukua na uwezi kuamini. Mimi nilikuwa natamani Argentina akutane na Spain kuliko France. Kwa sababu nilikuwa nahisi kwa France walivyokuwa kama Argentina wangekuwa na advantage ya kushinda. Lakini kwa France, kwa Argentina versus Spain, mimi utabiri wangu ulikuwa ni 3-0. Anafungwa Argentina. Lakini haikuwa hivyo. Lakini umeiona mechi ilivyokuwa. Spain ni timu ambayo inacheza, nafikiri ndio best team. Kwangu mimi kwenye hao mashindano best team ni Spain. Second team ambayo mimi nilikuwa naiona best, najua nitakushangaza na hautapenda, kwangu ilikuwa Japan. Bahati mbaya ilitoka mapema. Yaani zile teams zinazocheza kama team, sio timu inayomtegemea fulani. Yaani unajua